Kawaida ya vikwazo huwa vina athari ya pande zote mbili, kwa anayeweka na anayewekewa vikwazo. Wakati huu baada ya vikwazo vya Marekani katika makampuni mawili ya Urusi ya mafuta ya Rosneft na Lukoil ambayo yametengeneza hali ya soko la mafuta kupanda kwa 5%, thamani ya soko la wazalishaji wa mafuta nchini Urusi Rosneft na Lukoil imeshuka kwa dola bilioni 5.2 baada ya Marekani kuweka vikwazo hivyo vinavyolenga makampuni hayo pamoja na matawi yake. Hisa za Rosneft zimepungua kwa 3% hadi dola bilioni 4.19 mnamo Ijumaa jioni baada ya kushuka hadi dola bilioni 4.12 chini kabisa tangu mwezi Mei mwaka 2023 na kufuta rubles karibia bilioni 127 kutoka kwa mtaji wa soko. Hisa za Lukoil zilishuka kwa 7.2% katika siku mbili tu na kufuta dola bilioni 3.66. Mbia mkuu wa Lukoil bilionea Vagit Alekperov ambaye ana 28% ya hisa alipoteza zaidi ya dola bilioni 1 kwa siku mbili kulingana na data zilizopo katika soko. Wachambuzi wanasema vikwazo hivyo vya kwanza vya Donald Trump tangu arejee ikulu ya White House vinaweza kudhoofisha zaidi sekta ya nishati ya Urusi. Kiasi cha mauzo ya nje kinaweza kupungua wakati vifaa vinavyorekebishwa na punguzo kwa mafuta ya Urusi litaongezeka, alisema Dmitry Polevoy, mkurugenzi wa uwekezaji katika usimamizi wa mali ya Astra. Moscow Times imeripoti. Wachambuzi wa benki ya Alpha walionya kwamba idadi ya washirika wa kigeni wa Rosneft na Lukoil huenda ikapungua kutokana na hofu ya vikwazo vingine ambavyo vinaweza kutatiza usambazaji wa soko kuu kama vile India na Falme za Kiarabu. Faida ya Rosneft ilishuka mara 3 ya Lukoil kwa nusu katika nusu ya kwanza ya mwaka 2025, ikiashiria kushuka kwa kasi kwa kifedha kabla ya vikwazo vya hivi karibuni. Wachambuzi wa kampuni ya Allo Broker wanasema athari za soko za kila siku za usoni zitategemea iwapo Marekani inalenga benki zinazotoa huduma ya mtiririko wa mafuta nchini Urusi, wakibainisha kuwa benki za kigeni haziwezi kufanya malipo rasmi kwa kampuni ya Urusi kwa vile mafuta huuzwa kupitia wafanyabiashara. Hisa za Rosneft na Lukoil zilisababisha kushuka siku ya Ijumaa kati ya hisa za Blue Chip kwenye soko la Moscow. Mjumbe wa kiuchumi wa Urusi ameelekea Marekani, lakini ni baada ya kupanda kwa bei ya mafuta nchini Marekani kwa 5%. Wakati huo huo, mpatanishi mkuu wa masuala ya kiuchumi wa Russia alisema siku ya Ijumaa alikuwa amewasili Marekani kwa mazungumzo siku mbili baada ya Washington kuweka vikwazo na dhidi ya makampuni hayo ya Moscow. Ziara hiyo inakuja na kuongezeka kwa kufadhaika kwa Marekani kwa rais wa Urusi Vladimir Putin na kukataa kwake kukubali kusitishwa kwa mapigano katika vita vya karibu miaka 4 vya Ukraine. Mapema wiki hii rais wa Marekani alifutilia mbali mazungumzo yaliyokuwa yamepangwa na Putin mjini Budapest, akisema hataki mkutano ambao utapoteza muda wake. Aliwasili Marekani kuendeleza mazungumzo ya Marekani na Urusi, ziara iliyopangwa muda mfupi uliopita kulingana na mwaliko kutoka upande wa Marekani. Mjumbe mkuu wa kiuchumi Kirill Dmitriev alisema kwenye ukurasa wake wa X. Mjumbe huyo aliambia mashirika ya habari ya Urusi kwamba amewasilisha msimamo wa Urusi kuhusu vita vya Ukraine katika mikutano na maafisa wa utawala wa Trump, akisema Ukraine kwa bahati mbaya inavuruga mazungumzo ambayo ni muhimu na inafanya hivyo tena kwa ombi la Waingereza, kwa ombi la watu wa Ulaya ambao wanataka mzozo uendelee, shirika la habari la serikali TASS lilinukuu. Akizungumzia hatua ya hivi punde ya vikwazo, Dmitriev, mfanyakazi wa benki wa zamani wa Goldman Sachs na mhitimu wa Stanford, alisema wataishambulia Marekani kwa kupandisha bei ya petroli kwa Wamarekani wa kawaida. Uwezo wa ushirikiano wa kiuchumi na Urusi bado upo, lakini tu ikiwa maslahi ya Urusi yatazingatiwa kwa heshima, alisema. Endelea kuwa nasi mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.